Habari, jamani, Ivan yuko hapa na hii ni kisiwa kisicho na watu na tutatumia masaa 24 yajayo hapa. Giantic sasa, ikiwa ungependa kukimbia wazazi wako na kwenda kisiwa kisicho na watu kama hiki, penda video hii. Kwa kweli, sipendi wazo hili tena. A barbecue. Tazama hadi mwisho kuona kama kisiwa hiki hakina watu kweli. Tunahitaji moto. Tuende kuchunguza. Ivan, lakini hatuna vitu vyovyote vya kuishi. Nimeandaa kitu tutakachogundua baadaye. Usijali, leo tunajaribu kuona nani ni timu bora ya kuishi. Tumegawanyika katika timu mbili, wasichana na wavulana. Kila timu itakuwa na masaa 24 kukamilisha changamoto 5 za kuishi. Kazi ikikamilika, timu inaweza kuchagua vitu 2 kusaidia kuishi. Sawa, sasa tuanze kazi. Ninataka sana kupata vitu hivyo. Maria, njia hii. Sawa, Tufang. Tufang number 1. Kweli, namba 1 ni tengeneza makazi. Hasa, tunahitaji kujenga hema. Twende huko. Sawa, hema liko wapi? Tuchague lipi? Hili ni baridi zaidi kuliko lingine, kwa hivyo tuchukue hili. Ni kubwa zaidi, kwa hivyo tuchukue hili. Hatuna chochote hapa. Labda kama hema. Ngoja, ndiyo, hema, kama hema la kambi. Ngoja, wasichana, wamepata hema. Lazima kuna hema mahali fulani. Hili ni kubwa sana. Haraka zaidi kuliko wavulana. Hili ni kubwa sana. Lipi ni hema? Nadhani ni hili, Ivan. Ndiyo, hili linaonekana sahihi. Njoo tuende. Lifang, Tuon. Hili linaonekana sahihi. Unganisha vijiti hivi. Sawa, nadhani hii inapaswa kwenda upande huu halafu upande mwingine. Ni kubwa sana, kama nyumba ya panga. Mungu wangu, angalia jinsi lilivyo kubwa. Harakisha, harakisha, Maria, njoo. Kwa nini halisimami? Tunapaswa kwenda kwanza kupata vitu 2 vya kwanza. Hali haionekani mbaya sana. Sawa, tugeuze kama hii. Imemalizika. Kazi imekamilika. Hapana, bado tunahitaji kumaliza hii. Chukua vitu vyetu 2 tu, vile vyenye manufaa zaidi. KFC, Ivan. Nina njaa tayari. Sawa, tumepata chakula, lakini kwa kitu kingine tuone kitu chenye manufaa sana. Tomaso, haupasi kuchukua ketchup na chakula. Kikapu kamili cha kuku wakati una haya yote. Kama maji, karatasi ya choo, sijui. Mungu wangu, nadhani tunapaswa kusubiri changamoto inayofuata. Ndayo, tuende. Angalau kuku ni mzuri. Hatame. Wavulana wametupiga. Kweli, angalau yetu ni bora zaidi. Tazama huko juu. Tuichague tu kitu chetu. Kwa kweli walichagua. Kweli, hawatakuwa na chochote cha kunywa. Nadhani tunapaswa kuchukua maji. Nini kinachofuata? Ndiyo, hii. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kuogelea. Fimbo ya uvuvi. Ndiyo. Basi tunaweza kuvua samaki na kula. Ndiyo, hiyo ingekuwa bora zaidi kuliko chipsi. Sawa, tuende kwenye kazi inayofuata. Namba 2. Tuone itakuwa nini sasa. Tuon, tumepewa kamata chakula, lakini tumepata chakula. Tuna chakula kingi. Ulichagua kuku na ketchup na tayari umekula kuku wote, lakini bado tunahitaji kuvua chakula kwa sababu umekula yote. Ndayo, twende kuvua chakula basi, lakini hatuna vifaa vya kuvua. Kampata chakula. Hiyo ni nzuri sana kwamba tulipata fimbo za uvuvi. Ndiyo, tutashinda hii hakika. Lakini inafanyaje kazi? Sijui, labda kama hivi. Nilikwenda kuvua samaki na baba yangu mara moja. Haifanyi kazi. Jamani, msitupe takataka. Ni mbaya kwa mazingira. Ngoja nijaribu. Tayari. Kuna samaki yeyote katika bahari hii? Sijui. Woo. Endelea. Mungu wangu, tumepata kweli. Ndiyo, tumepata chakula cha jioni. Twende tuchague kitu chetu. Twende. Sawa, basi tunapaswa kuchagua nini? Nadhani nitachukua dawa yangu. Na mimi nitachukua viberiti. My life be like. Hatutapata chakula kamwe. Ivan, yote ni sawa. Njoo,
Bro, huwezi kuzungumza. Umekula kikapu kizima cha kuku wakfu. Bro, sawa. Ivan, tuligawana angalo. Tutakufa njaa. Tutakufa. Ngoja, Ivan. Hakuna kitu. Je, hicho ni kaa? Ngoja, labda ni hiki ni kaa kweli. Je, tuchukue tu. Tumepata. Labda sasa tunaweza kupika na hatimaye kupata chakula. Dio, njoo, twende. Oh, na pia tunapata vitu mbili kwa sababu tumepata chakula. Twende. Ivan, anza kwa sababu mara ya mwisho nilianza. Sawa, nitachukua chipsi. Chipsi, unamaanisha nini? Chipsi. Nina njaa. Ulikula kikapu. Natakula chisai. Zemu yako. Nadhani tunahitaji shoka. Hatimaye, kitu cha maana. Nambari 3. Oh, siwezi kusubiri kinachofuata. Nini? Washa moto. Tutawezaje kuwasha moto kama hatuna chochote? Bora, tuna viberiti. Oh, ndio, tunavyo. Lakini tunahitaji kuni. Tafuteni kuni. Twende. Jamani, msijali. Tutachukua kila kitu tunachotupa. Hey, sidhani kama tutapata kitu. Oh, nini? AZ, Hilo linatia shaka. ni bora kabisa kwa kushangaza. Je, kuna mtu amekuwa hapo? Sahau tu. Tazama, wasichana wana kuni zote. Oh, ndio kweli. Subiri, nitazifanya. Tuon basic. Twende. Natumai itafanya kazi. Oh, ndio harame. Sasa siwezi kuweka kiatu changu hapa, la sivyo itaonekana kama mzaha. Oh, vipande vikubwa. Sawa, poa. Tutakuwa wema na kuwaachia wavulana. Ndio. Sasa ni wakati wa kiungo cha siri. Ketchup. Nadhani hii inaonekana halisi kabisa, kwa hivyo wacha tusubiri wasichana. Hakika tutashinda. Msaada, tafadhali. Oh, mguu wangu unauma sana. Mungu wangu. Nisaidie, mguu wangu. Je, hii ni ketchup? Hapana. Hii ni yetu sasa. Endelea na kimbia. Nini? Hilo halichekeshi kabisa. Naam, nadhani ilifanya kazi hata hivyo. Hautaki kuzima. Hiyo haikuwa ya kuchekesha hata kidogo. Tulikuwa tunaogopa kweli. Wavulana. Wasichana wanakera sana. Twende kuwasha moto. Twende. Tazama, jamani, hatimaye tumewasha moto. Ni wakati wa kuchukua kitu. Ni kitu gani nichague? Jamani, nadhani nitachagua hii sanduku la siri. Nadhani kuna kitu cha maana sana pale ndani. Nadhani nitachagua hii begi la kulalia kwa sababu hilo linafaa kila wakati. Kuna nini mle ndani? Lakini bado tunahitaji viberiti. Subiri, Ivan, nimeona watu wanawasha moto na mawe. Kwa hivyo tunaweza kujaribu kuwasha moto. Sawa, wacha tujaribu basi. Njoo, cheche kidogo, lakini waliupataje moto? Tumepata moto. Labda tunaweza kupata viberiti kutoka kwao na tunaweza kuwasha moto. Twende tukachukue. Siwezi kusubiri kuifungua. Kuna nini humo? Lakini hii itatusaidiaje kuishi katika kisiwa kisicho na watu? Niachieni hii. Nina wazo bomba. Najua tu una wazo hilo. Je, tunaweza kupata viberiti? Oh, ndiyo, hakika. Unataka viberiti kweli? Sawa, angalau tumepata kitu, lakini sijui nifanye nini na hii. Na sasa tunahitaji tu kuwasha moto. Ndiyo, tufanai. Tumaini la mwisho. Funika, jifike. Tumeipata, washa. Hapana. Upepo. Hapana, tumeshindwa kazi. Sijui nifanye nini, kweli. Kwa hivyo, tuone changamoto ya 4 ni nini? Kupika chakula. Chakula. Tunahitaji kupika samaki tuliowapata. Ndiyo, ndani, twende haraka. Hatuna moto wa kambi na tunahitaji kupika kaa wetu. Oh, subiri. Tunacho hii kwa sababu fulani. Je, una uhakika tunafanya jambo sahihi? Jamani, toa maoni chini kama tunafanya vizuri. Kwa nini? Hapana.
Basi hiyo itakuwa tamu. Labda tunaweza kuipika kwa jua kutokana na joto la jua. Bila shaka, inakaribia kuwa usiku. Subiri. Sawa, sidhani kama hiyo inafanya kazi. Jamani, njoni hapa. Jamani, jiungeni nasi. Njoni, jiungeni nasi. Wana Twitter. Nitachukua hizi Pringles nami kwa sababu kwa nini la? Hivyo, mtaturuhusu kupika kwenye moto wenu wa kambi. Ndiyo, sawa. Je, inatakiwa kuwa hivi? Ndiyo, Ivan, nimeona video. Sawa. Sasa kila mtu, tuzile chipsi. Maisha mazuri kweli. Unataka kidogo? Hii ni siku nzuri. TMU. Lakini muhimu ni kwamba tumeweza kuishi. Ndio, ilikuwa ya kufurahisha sana. Hapana, samatu. Tulisahau kabisa aitwini nje. Sasa lazima tuile. Hapana, imeungua kabisa. Imeisha. Wakati wa kuona changamoto ya 5. Hayen, nini? Unda ishara ya msaada. Wanamaanisha ishara ya sauce. Nilidhani tuko sawa. Unda ishara ya msaada. Yeyote atakayechora ishara kubwa zaidi ya sauce anashinda. Nafikiri tunahitaji kutumia mchanga na mikono yetu kutengeneza herufi za sauce. Hivyo, tuende pale. Nafikiri pale ni mahali pazuri. Nafikiri tunapaswa kutumia mawe. Ndiyo, tunaweza kupata mawe na kuweka ishara ya sauce. Kama hivi. Ndiyo. Nafikiri tumepata mahali pazuri kwa ajili ya ishara yetu ya sauce. Ndio, kwa sababu pia iko kwenye ukingo wa kisiwa kizima. Kwa hivyo watu wakipita au karibu, wanaweza kuona hii kwa urahisi. Kwa hivyo kila mtu ataweza kujua kuwa tuko hatarini. Ivan, hii inaonekana kama 2, lakini hiyo inaonekana kama 5. Nafikiri ni kubwa vya kutosha. Wasichana hawataweza kufanya hii kuwa kubwa zaidi. Sidhani kama mtu yeyote ataweza kuona ishara ya wavulana. This is not okay. Hii ni kupumzisha kweli, unajua. Na hii ndiyo ishara yetu ya sauce. Inaonekana nzuri kweli. Tunapaswa kuchagua nini? Ivan ametaka kupata hizi biskuti tangu mwanzo. Itakuwa giza kweli. Tunahitaji tochi hakika. Na tutahitaji tochi kwa kitu kingine kimoja. Ilikuwa siku ndefu sana. Ivan, nimechoka sana. Nataka tu kwenda kitandani. Ndiyo, tuende. Sawa, tufunge hii. Sawa, tuende kulala. Usiku mwema. Usiku mwema. Sasa tutakuonyesha kilichokuwa kwenye sanduku. Ni barakoa ya mcheshi. Ndiyo. Kuwaogofya wavulana. Yulisikia Nini? Hapana. mkono. Hai nini? Ninaogopa kidogo hapa. Jamani, mngeona nyuso zenu. Ni asubuhi. Sawa, sikulala vizuri. Chumbani kwangu ni raha zaidi. Sasa nitawaamsha wasichana. Wasichana, tumeishi masaa 24 kwenye kisiwa kisicho na watu. Tumefanikiwa. Tomaso, njoo hapa, sherehekea nasi. Nini? Sijui hata jinsi tulivyopona. Nafikiri vitu hivyo vilitusaidia hakika. Ilikuwa ya kufurahisha sana, Ivan, lakini naona kama tutakwama hapa milele na milele. Usijali, jiandikishe au mcheshi atakufuata. Habari zenu jamani. Ivan yuko hapa na leo tutacheza kujificha na kujificha katika bustani kubwa zaidi ya maua. Tazama video hii hadi mwisho. Hapa Ivan atakuwa binti mfalme. Nini? Binti mfalme? Jiandikishe na upende kama ungependa kuniona kama binti mfalme, lakini hilo halitatokea. Loaf ni nzuri sana. Maficho vipi? Leo mbunifu wetu atatimiza kila wazo letu la kichaa. Nina dakika 10 za kukupata. Nisipoweza, nitavaa kama binti mfalme na kuichapisha Instagram. Nikuone kwenye gauni hilo. Kwa hivyo itabidi kujificha vizuri. Nadra kumwona Ivan na gauni hili.
Haya, una dakika 3 za kupata nafasi. Nini? Muda unaanza sasa. Lo, Njoo, nenda, tafuta mahali. Sawa. wapi pa kujificha? Hapana. Nadhani ni wazo baya. Wapi pa kujificha? Nadhani naona mahali pa kujificha. Wow. Nadhani nimepata mahali pa kujificha. Chini ya bluu, juu ya kijani. Mimi ni mtaalamu. Nzuri. Ivan atanitafuta kwa muda mrefu. Hilo ni nzuri sana. Muda wangu unaisha. Nina wazo, nitajificha kwenye mfuko huu. Fanya tu. Ndiyo, unaweza. Natumaini hawatanisahau hapa. Lo, nifanye nini? Nijifiche wapi? Nina dakika 3 tu. Nataka wazo. Nataka pa kujificha. Nina wazo. Ninapaswa kuvaa kama mtalii ili Ivan asinipate. Vazi la watalii tafadhali. Ndiyo, mwonekano wangu. Nitashinda mchezo huu wa kujificha na kutafuta. Nahitaji tu umati mkubwa na hakika nitaweza kushinda changamoto hii. Tafuta Ivan. 3, 2, 1. Uko tayari au la? Hapa ninakuja. Maeneo mazuri sana, lakini hakuna mtu hapa. Lazima niangalie kila kona ili nisimruke mtu yeyote. Lo, ni nini hicho? Nini? Usisahau kusubscribe. Hii ilifikaje hapa? Vichaka ni sawa, lakini hakuna mtu. Benchi gani? Mimea mingi juu yake. Hili ni gumu zaidi kuliko nilivyofikiria kwa kweli. Je, Unapaswa kujiangalia. Maria, ni wewe? Ndiyo. Uma, Ndiyo. nadhani nimekupata, lakini nina mengine ya kutafuta, kwa hivyo nitaenda sasa. Hakuna kitu hapa. Ninahisi kama Alice yuko hapa. Kama nahisi. Una uhakika kuhusu hilo? Lo, subiri. Alice, uko hapa. Hatimaye nilikupata. 8 zimeisha. Dakika 8. Maficho mazuri. Sasa nawatafuta wengine. Tayari nimewapata Alice na Maria. Tomaso yuko wapi? Kuwa mwangalifu jamani. samahani rafiki. Bado ninahitaji kumpata. Subiri. Vipi kuhusu hapa nyuma? Hataniona. Njoo. Wako wapi? Lo, samahani. Tafadhali unaweza kunipiga picha nikiwa na maua haya mazuri? Sawa, fanya haraka maana nawahi. Asante. Sawa hapa. Asante. Ni wewe Tomaso. Lo, hapana. Umenipata. Nimekupata. Jaribio zuri sana. Nilijaribu ukanishinda. Ni sawa, twende. Nimejificha kirahisi. Haivutii. Nadhani nilijificha vizuri. Nimekupata. Mimi ni bingwa wa kujificha, nitakupa nafasi nyingine. Tena nadhani adhabu lazima iwe ngumu zaidi. Sawa, kubali. Lakini sasa nisipokupata, nitavaa kama binti mfalme kwa siku nzima. Lo, ndio. Ninapenda sheria mpya. Nikuone leo kwenye gauni kifalme. Sawa, dakika 3 za kujificha. Nenda. Nifanyeje? Muda umeisha, nijifiche wapi? Maeneo mengi sana. Subiri, nina wazo. Samahani bwana, samahani. Naomba tray hii tafadhali. Ndiyo, asante. Nitakuwa mtu wa kawaida na Ivan hatanipata na hili hakika. Ndiyo. Lo, ndiyo. Sasa Ivan hatanipata hapa chini na naweza hata kwenda popote ninapotaka. Lo, ndiyo. Hakuna muda mwingi uliobaki. Sijui nijifiche wapi. Sina mawazo yoyote pia. Hasa, nitajificha kwenye nyasi. Hapana, nitakuwa nyasi. Nadhani nitampata mtu haraka wakati huu. Kweli, Tomaso. Wenye nyasi.
Habari, Tomaso, nimekupata. Hapa ni mahali pa kijinga sana pa kujificha. Mimi si Tomaso, mpuzi. Maria. Busara kujificha nyasini. Nitatafuta wengine. Natafuta sehemu nzuri. Hii ni ngumu kuliko nilivyofikiria. Wako wapi? Labda nijifanye kuwa sanamu. Kapene, Hii haifai. Lazima nijifiche. Najua nitakuwa kichaka na nitahitaji sufuria. Asante. Nzuri sana. Natumai hawanioni humo. Nitakuwa kichaka halisi. Niko tayari. Wow, Smurfs. Je, kuna mtu anajificha hapa? Je, kichaka hicho hakionekani kuwa cha ajabu kidogo kwako? Hebu tuangalie. Alice. Habari. Nimekupata ficho bora. Hii ni mbaya sana, sufuria hii. Ndogo sana. Haya, nadhani lazima niwatafute watu wengine. Muda ni mfupi. Ngoja nifikirie, nitakuwa binti mfalme leo. wow. Subiri, ni nani huyo? Thomas, huyu ndiye wewe? Kwa bahati mbaya, ndiyo. Hakuna njia. Nilikupata katika dakika za mwisho. Nadhani hili ndilo wazo la busara zaidi nililowahi kuona. Naam, nilijaribu niwezavyo, Ivan. Bahati ngumu. Ndiyo. Lakini kazi nzuri sana. Pia ilikuwa vigumu sana kuvaa vazi hili. Naweza kukuhisi. Twende. Ndiyo. Nimefurahi sana kwamba nimeshinda na sihitaji kuvaa gauni hilo la kijinga. Pole, nilitaka uone gauni linakukaa. Sio leo. Mimi si binti mfalme. Maficho gani bora? Tupe maoni yako. Sawa, asante kwa kutazama video hii. Hakikisha umejisajili, umependa na kupiga kengele hiyo ili usikose video zangu mpya. La sivyo nitakupata popote utakapojificha. Kwa heri.